Mimi naitwa Kasim Mwajima Saidi. Natokea Msongola. Unatokea Msongola? Ndio. Tumishi, mimi shida yangu kubwa kuleta hapa kanisani ni magonjwa. Mimi nilikuwa Muislamu nikabadilisha dini nikawa Mkristo. Ndio. Nikawa na hudumu kwenye makanisa mengine. Ndio. Lakini bado shida yangu ni hiyo hiyo tu ya magonjwa. Magonjwa gani mama? Mimi nasumbuliwa na miguu. Imefikia hatua mpaka sasa hivi nikisimama hivi inaanguka chini. Au kuna hali nyingine inakuja na kupoteza ufahamu na dondoka. Mama, wewe hauumi miguu, hauumi ufahamu. Tatizo lako lipo kwenye kichwa. Kichwa nikilala nikiamka kinauma. Yaani imefikia hatua mtumishi mpaka maduka mengine hawauzi dawa tatu kwa ajili yangu. Maana nalazwa kwa mwezi hata mara 4. Tatizo lako mama halipo kwenye miguu, lipo kwenye kichwa. Hebu njoo hapa. Wenye ufahamu waje wakuone, niwaelekeze nini ulichofanyiwa ambacho sasa ni kama unavyoona maji yako Ruvu, lakini tunaokunywa masafi ni watu wa Dar es Salaam. Wanaokwenda kwenye ule mto Ruvu wanakunywa yale yaliyo machafu. Yaani mtu analogwa juu, anaumwa chini. Mwangalieni upande wa kushoto hapa. Hapa. Kuna kitu cha ajabu. Nataka wamama ambao hamumjui kabisa, sitaki watendakazi wa humu ndani. Wamama ambao hamumjui kabisa huyu mama, njooni hapa. Mama kaa hapo kwenye kiti. Ni hapa jamani, iko hapa. Ni ndunye, mnaijua ndunye? Iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimeona chale 3 na uvimbe kichwani. Umeona huo uvimbe? Yes. Chote hicho kinachotokea huko kwenye miguu, haiko kwenye miguu. Iko hapa. Nani mwingine ameona kati yenu hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Mwanaidi Saidi. Nimeona chale 3 na ndui. Huyu amepona. Subiri tu, nakupa maji. Utakwenda kujimwagia kichwani, ukifika nyumbani umepona. Umepona. Utakuja hapo, utakimbia hapa, utapita hapa unakimbia. Utapita sasa hivi sigawi kwanza mpaka nimalize. Utafanya hilo zoezi mwishoni. Mwingine, lakini mama nimekustahi. Mama, nimekustahi kwa sababu ya umri wako. Kuna vitu ulifanya. Sasa umri huo ulionao, Roho wa Mungu ananiambia nisikwambie. Lakini kama ungenikuta enzi zile niko nabii kijana, ningekuacha ufe. Lakini sasa hivi umri wangu umeenda, nimeanza kuelekea kwenye uzee. Mungu akuponye, ukawe baraka. Amina. Amina.